Yesu asifiwe. Anawasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina yangu ninaitwa Josephat Panga. Nimeokoka na mpenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama mbele yako na mbele ya kanisa kwa ajili ya kukuletea ujumbe mzuri wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika, andika kanuni, andika tu neno hili, andika kanuni za kujenga uchumi wako. Andika kanuni za kujenga uchumi wako. Ninatamani tuangalie mambo kadha wa kadha kadiri Roho Mtakatifu atakavyotuwezesha, ili basi tuweze kuona vile vitu ambavyo ni muhimu kuvizingatia katika eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Nami nikuombe, sitakuchelewesha sana. Hivyo basi nikuombe utege sikio lako, utulie, alafu tuweze kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Nimesema kama unaandika, andika kanuni za kujenga uchumi wako. Hapo ndipo tunapokwenda kujifunza ujumbe wa neno la Mungu. Na jambo la kwanza tutakwenda kuangalia uchumi ni nini. Tunapozungumzia kuhusu uchumi ni kitu gani? Ninatamani tuangalie vitu kadha mahali hapo. Unaweza ukaandika hivi: uchumi ni mfumo wa uzalishaji. Uchumi ni mfumo wa uzalishaji, usambazaji, matumizi ya bidhaa na huduma katika maisha ya mwanadamu. Uchumi ni mfumo wa uzalishaji, usambazaji pamoja na matumizi ya bidhaa na huduma katika maisha ya mwanadamu. Lakini unaweza ukasema pia uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji yake. Uchumi ni jumla ya shughuli zote za binadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama umekwisha kujua nini maana ya neno uchumi, basi nikupe kanuni moja. Kanuni ya kwanza: jenga tabia ya kujiwekea bajeti. Weka tabia ya kujiwekea bajeti. Kanuni namba moja: ili uchumi wako uwe imara, hakikisha unajiwekea bajeti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jenga tabia ya kujiwekea bajeti. Unapozungumzia budget, unaongelea mapato, matumizi pamoja na akiba. Mambo matatu. Unapozungumzia budget, unazungumzia mapato, unazungumzia matumizi, unazungumzia akiba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna taasisi au hakuna kikundi chochote kile ambacho hakina budget yake. Hakuna taasisi yoyote ambayo haina budget. Na ukiona taasisi haina budget au ukiona serikali haina budget, ujue hiyo taasisi haielekei mahala pazuri. Huo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata sisi hapa kanisani tuna budget. Maana yake ni nini? Tunatamani kutembea kwenye utaratibu ulio mzuri. Tunajiwekea mapato yetu pamoja na matumizi yetu, lakini pamoja na akiba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Hebu jaribu kupiga hesabu hata katika eneo ambalo wewe unafanya kazi, ukiwa mtumishi wa umma au ukiwa kwenye kampuni binafsi. Hakuna kampuni haina budget, haipo. Lazima kuwe na mapato na matumizi pamoja na akiba. Na unaweza ukasema, kwa nini mtumishi wa Mungu unazungumza mambo haya? Mambo haya nayazungumza kutoka katika kitabu cha Luka. Mambo haya nayazungumza kutoka katika kitabu cha Luka mlango wa 14 mstari wa 28. Fungua kitabu cha Luka 14:28. Neno la Mungu linasema, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama? Maana ni nani katika ninyi? Naomba uelewe vizuri hapo. Ni nani katika ninyi? Maana yake ni kwamba ni nani katikati yetu sisi? Ni nani katikati yetu sisi ambaye akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama? Hii ni neno la Mungu, sio neno langu, sawa eh? Ni nani katikati yetu sisi asiyeketi kwanza na kuweka gharama kwamba anavyo vya kumalizia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani katikati yetu sisi, au ni nani katikati yetu sisi ambaye anaweza kuanza kujenga mnara kabla hajaketi chini na kupiga gharama ya huo ujenzi? Ni nani? Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba bajeti ni kanuni ya kimungu. Bajeti ni kanuni ya kimungu. Maana yake hapa neno la Mungu linazungumza kwamba mtu yeyote anayetaka kujenga nyumba yake, mtu yeyote anayetaka kufanya jambo fulani, ni lazima kwanza aketi chini, alafu apige gharama ya kile anachotaka kukifanya. Maana yake ni nini? Anataka kuona jambo hili ninapohitaji kwenda kufanya, ninahitaji kiasi gani cha fedha? Ninahitaji kiasi gani cha fedha ili niweze kuanza hili jambo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani katikati yetu ambaye yuko nyumbani kwake anataka kujenga nyumba yake, hakai chini na kupiga gharama ya hivyo vitu? Ni nani? Yupo jamani? Yupo? Kama yupo anyoshe mkono juu nimwone. Unaweza kujenga nyumba bila gharama? Mtumishi wa Mungu, hilo inawezekana? Haiwezekani hata kidogo. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba inahitajika kitu kinaitwa mapato, alafu ndio uende kwenye matumizi. Sijui kama unanielewa. Unahitaji fedha milioni 10 ili uanze kujenga nyumba yako. Maana yake milioni 10 ni mapato, alafu hayo mapato sasa yanakwenda kwenye matumizi. Tunahitaji siku zote za maisha yetu kama Wakristo tuliookoka tujiwekee utaratibu wa kuwa na mapato na matumizi yetu katika maisha yetu. Matumizi na mapato pamoja na akiba inatusaidia kuishi vizuri pasipo kuingia kwenye matatizo yasiyo na ulazima. Mtu mmoja hajaelewa. Mapato na matumizi yanatusaidia kuto kuingia kwenye matatizo yasiyo na ulazima. Tutakwenda kuona hapo baadaye kwa nini nazungumza namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu ambao wengine wananielewa nikizungumza hivi, inapofika wakati wa matumizi ya taasisi yoyote ile,
serikali lazima itolee macho mahali pale. Maana yake ni nini? Inataka kuangalia matumizi ambayo yanakwenda kufanyika mahali pale. Je, ni sahihi ama si sahihi? Ni kwa nini matumizi yakizidi kiwango cha mapato unaleta walakini? Je, hizo fedha unazitoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu vuta picha uilete kwenye maisha yako wewe mwenyewe, mtu wa Mungu uliyeokoka. Je, una utaratibu wa kujiwekea mapato na matumizi yako wewe binafsi? Wewe mwenyewe, je, una namna ya kujiwekea utaratibu mzuri wa kuweka mapato yako na matumizi yako? Wapendo watu wa Mungu, katika kitu ambacho ni muhimu na tunatakiwa tuzingatie katika maisha yetu, matumizi hayatakiwi kuzidi mapato tunayoyapata. Kuna mtu hajanielewa. Matumizi yako hayatakiwi kuzidi pato ulilonalo. Ameni chache. Matumizi yako wewe mwenyewe hayatakiwi kuzidi pato ulilonalo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima unapofanya matumizi yako yoyote yale, hakikisha yanaendana na mapato yako. Hakikisha hilo, na linaweza kukusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matumizi yako yakizidi mapato ulionayo, unataka kuanza kuingia kwenye madeni yasiyo na sababu. Chukua hilo, litakusaidia. Matumizi yako yakizidi pato ulilonalo, unaweza ukajiingiza kwenye madeni yasiyo na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani katikati yenu ninyi ambaye akitaka kujenga mnara, ambaye akitaka kujenga nyumba yake, asiyeketi kwanza chini? Asiyeketi kwanza chini. Hakuna watu wa Mungu. Kwa watu ambao wamejenga wananielewa. Kwa watu ambao wanafanya kazi kwenye taasisi mbalimbali wananielewa nini ninachozungumza. Ni lazima tukae chini. Mwisho wa mwaka ukifika, tunaita mwaka wa fedha ukifika, huwa lazima tukae chini, tuangalie mapato yetu ni yapi, tuangalie na matumizi yetu ni yapi. Na mara nyingi tunaishi kwenye matumizi hayo na tunaishi kwenye mapato hayo. Tuna run shughuli zote zilizopo kutoka kwenye mapato tulionayo. Hakuna namna nyingine. Nchi yenyewe inaendesha shughuli zake kwa bajeti. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna nchi yoyote duniani inajiendesha haina bajeti. Hakuna. Kila nchi ina bajeti, na kila taasisi ina bajeti, na kila wizara ina bajeti. Hivyo hivyo ndani ya maisha yetu tunahitaji tuwe na bajeti kwa ajili ya maisha yetu. Kanuni namba 2. Kanuni namba 2, ukihitaji kuwa na uchumi ulio imara katika maisha yako, ukihitaji kuwa na kanuni ya kujenga uchumi ulio imara katika maisha yako, jambo la pili, epuka madeni. Epuka madeni. Na hapa nitazungumza kweli kweli. Epuka madeni. Epuka madeni. Alafu andika Mithali 22:7. Andika Mithali 22:7. Usiseme hii somo sio la kimungu. Hii somo ni la kimungu, ndio maana pia kuna maneno ya kimungu hapo, sawa na hii dawa kama inakuingia, we sema ni ya kwangu, usiseme ni ya mtu fulani. Ishikilie hiyo hiyo na itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Epuka madeni. Mithali 22 mstari ule wa 7, neno la Mungu linasema, tajiri humtawala maskini
naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Mtu yeyote ambaye anakwenda kukopa kwa mtu mwingine, Biblia inatuambia huyo mtu ni mtumwa. Huyo mtu ni mtumwa kwa yule aliyekopesha. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Na hilo ni neno la Mungu, sio neno langu. Na kwa nini nazungumza hivi? Watu wengi wameingia, au Wakristo wengi wameingia katika maisha ya madeni kwa sababu wameshindwa kujipangilia vizuri katika maisha yao. Ubarikiwe sana. Watu wengi wameingia kwenye madeni katika maisha yao kwa sababu mapato yao na matumizi yao hayaendani hata kidogo. Kwa hiyo mambo machache ya kuzingatia mahali hapo: epuka kufanya matumizi yasiyo ya lazima. Epuka kufanya matumizi yasiyo ya lazima. Epuka kutaka kuishi maisha ya kifahari wakati bado Mungu hajakupa levo hiyo. Epuka kutaka kuishi maisha ya kifahari wakati bado Mungu hajakupa levo hiyo. Epuka kutaka kuishi maisha yasiyo ya kwako. Epuka kutaka kuishi maisha yasiyo ya kwako. Sijui kama mnaandika au naenda spidi. Haya, epuka kufanya matumizi yasiyo ya lazima. Namba 1. Epuka kufanya matumizi yasiyo ya lazima. Epuka kutaka kuishi maisha ya kifahari wakati bado Mungu hajakupa levo hiyo. Epuka hayo maisha. Usitamani kuishi hayo maisha wakati bado Mungu hajakupa levo hiyo. Epuka kutaka kuishi maisha yasiyo ya kwako. Epuka kutaka kuishi maisha yasiyo ya kwako. Epuka kutamani kuishi maisha ya mtu mwingine. Epuka kutaka kuishi maisha ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Sikiliza nikwambie jambo moja. Mtu unakopa eti unataka kwenda kulipa ahadi ya deni ya mchango wa harusi. Are you serious? Unaenda kukopa eti unataka ukashone suti. Are you serious? Uko serious kwani na maisha haya? Hivi kuna ulazima gani wa kushona hiyo suti? Kuna ulazima gani kama una nguo zingine? Kuna ulazima wa kwenda kushona suti? Kuna ulazima wa kutoa mchango kwa ulazima kiasi kwamba ukakope? Bwana Yesu asifiwe! Kuna ulazima wa kwenda kujenga kwa hela ya mkopo wakati bado hujapata fedha ya kujenga? Hapo sijazungumzia mikopo ambayo iko kwenye utaratibu rasmi. Ule mkopo unaenda unamkopa mama nani hapa, mama Warema kule nyuma, unamwambia mama, naomba milioni 10 nikajenge. Are you serious? Uko serious na hayo maisha kweli? Una ulazima gani wa kufanya hivyo? Unatamani kwenda kuishi Masaki wakati wewe maisha yako na kuishi Karakata? Yes, that is serious. Nawaambia ukweli. Uko mtu hapa ukimuuliza anatamani kwenda kuishi Masaki, bado hujafika hiyo level. Ukifika level utakwenda. Yes. Usitamani kuishi maisha ya mwingine, ishi maisha ya kwako. Unatamani kununua gari wakati hauna hela kuweka mafuta.
hiyo gari utaifanyaje? Maana yake unataka kuishi maisha ya mzee panga. Haiwezekani, ni kitu ambacho hakipo. Ishi maisha ya kwako. Mimi maisha yangu ni ya kuendesha bodaboda, ndio usafiri wangu wa kunisaidia. Nitatumia bodaboda kufika mahali ninatamani kufika. Na sikiliza nikwambie, ukiona mtu amefika level fulani, hajaanza leo. Ameanza miaka 6, 7, 8 au hata 20 iliyopita. Ameanza mbali. Kwa nini wewe unatamani kufika huko kwa ghafla mno? Kwa nini unatamani hadi hayo mambo yanakuingiza kwenye madeni? Kwa nini? Watu wa Mungu, kwa nini? Wakristo wa Mungu, kwa nini? Kuna ulazima wa kuishi Masaki nyumba ya milioni 2 wakati Karakata unapata nyumba ya 50,000. Bonde la Baraka unapata nyumba nzuri tu hata 100,000, chumba kimoja 100,000, chumba kizuri unapata tena self unapata nzuri sana. Au wangapi ni watumishi hapa? Ushawahi kusafiri na wenzako wanalala chumba cha 200,000 na wewe unataka ulale chumba cha 200,000. Ukiuliza posho yao ni 240,000, ya kwako ni 50,000. Jiongeze sasa hapo. Tunazungumza ukweli, watu wa Mungu. Tusitamani maisha ya juu wakati bado hujafikia. Na kwa nini usitamani? Yatakuingiza kwenye madeni yasiyo na ulazima, na utakuja kuingia kwenye msongo wa mawazo. Ndiyo, huo ni mtu anawaza hadi anapitiliza. Njiani anaongea mwenyewe, kisa ni nini? Madeni yasiyo na ulazima. Hakukuwa na ulazima wa kukopa, usikope. Achana na hayo madeni, labda kama kuna ulazima wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Epuka kuishi maisha yasiyo ya kwako. Ishi maisha ya kwako. Maisha yako kama yalivyo, ishi nayo. Mungu atakutokea hapo hapo, na Mungu atakusaidia. Utainuka, utaishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utaishi tu maisha mazuri, usiwe na haraka. Usiingie kwenye madeni yasiyo na msingi. Sikiliza nikwambie, maisha ni process. Mwambie mwenzako, maisha ni process. Maisha ni hatua. Yaani maisha ni hatua. Leo nikipiga hatua moja, kesho napiga hatua ya pili, kesho kutwa napiga hatua ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine unapiga hatua nyingine, na huku unaendelea kumwomba Mungu. Unamwambia Mungu, hatua hii niliyopiga naomba nipe na nyingine. Unamwambia Mungu, nimepiga nyingine, naomba nipe na nyingine. Unamwambia Mungu, ngazi hii sasa inatosha, nipe ngazi nyingine. Lakini bila kuingia kwenye madeni yasiyo na ulazima, bila kuingia kwenye msongo wa mawazo usio na ulazima. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Matumizi yasiyo ya lazima. Matumizi yasiyo ya lazima. Hivi ndugu zangu, watu wa Mungu tuliookoka, tunaokwenda mbinguni, Wakristo tulioko hapa duniani, kuna haja gani nifanye matumizi yasiyo ya lazima wakati wewe huyawezi? Na hapa naomba niongee na kina mama vizuri. Ukienda kwa jirani yako ukaona mambo mazuri kwake, usirudi kumfrustrate mume wako. Hamjanielewa? Ukienda kwa rafiki yako ukaona mambo ya rafiki yako ni mazuri, usirudi nyumbani kuleta pressure. Mume wako ndio huyo ulishapewa na Bwana Yesu. Maisha yake ndio hayo. Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu. Mume wako ni huyo.
mke wako ni huyo huyo, unataka ukaishi maisha kama ya mtu fulani, uwezi. Bwana atakuinua taratibu taratibu, utafika tu. Wakati ukifika utayaishi hayo maisha. Wakati ukifika utaishi hayo maisha. Ndio ukweli. Utakuta mama ametoka sehemu, nimeona nimefika, mambo mazuri, na mimi nataka bana mambo yatafika. Wewe usiwe na haraka, wewe mwombee mume wako na wewe jiombee. Tutasonga mbele, tutafika, hatuna haraka, ili mradi tunaishi mahali pazuri, hakuna tatizo. Mambo mazuri hayataki haraka. Mwambie mwenzako mambo mazuri hayataki haraka. Naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Bwana Yesu asifiwe. Hivi Mungu anataka sisi tuwe watu wa madeni? Mungu hapendi hivyo, si unajua hivyo? Na kama unataka kulijua hilo vizuri, soma Kumbukumbu la Torati 15:6. Na kama kuna mtu amefika hapo anaomba nisomee sasa. Kumbukumbu la Torati 15:6. Kumbukumbu la Torati 15:6. Mungu anataka sisi tukopeshe, ila tusiwe watu wa kukopeshwa. Nisomee. Biblia inasema, Kumbukumbu la Torati 15:6. Ndiyo. Kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi, nawe utakopesha mataifa mengi. Lakini hautakopa. Tena utayatawala mataifa mengi. Usitawaliwe na wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajifunza kuwa sisi ndio tunapasa kuwakopesha watu, lakini sio sisi kukopeshwa. Sijui kama unanielewa, mtu wa Mungu. Sisi tunapaswa kuwakopesha watu wengine. Ndio maana nikakwambia epuka madeni yasiyo na ulazima. Epuka. Mungu hapendi hivyo. Mungu anataka sisi tukopeshe. Kwa nini sasa sisi ndio tunakwenda kukopa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nizungumze na marafiki zangu watumishi wa umma. Sawa eh? Nazungumza na ninyi sasa. Nisikilizeni vizuri, itawasaidia hichi kitu. Ukichukua mshahara wako ule wa kwanza, tunaita gross salary, si ndio? Ile gross salary ukichukua ukatoa makato yako yote, hakikisha kinachobaki ni kizuri kabla hujaenda kukopa benki. Nimeona watumishi wengi wa umma wanaingia kwenye matatizo kwa sababu unachukua mshahara wako, alafu yale makato mengine yanatolewa, kile ambacho anakwenda nacho nyumbani ni kidogo, alafu unaenda tena kukopa benki. Maskini ya Mungu, mwisho wa siku ana 100,000, 200,000. Sio mimi, ndio hali ilivyo. Kwa hiyo kabla hujaenda kukopa, kaa chini, piga hesabu. Je, baada ya kukopa kile kilichobaki kitakusaidia? Mnanielewa? Watumishi wa umma mnanisikia? Baada ya kwenda kukopa, kile ambacho unakwenda nacho nyumbani kitakusaidia? Kitatosha matumizi yako ya kila siku na kwa mwezi huo? Kama haitoshi, subiri ongezeke kidogo ndio ukakope. Kama wewe ni mfanyabiashara, unapokwenda kukopa kwenye taasisi za kibenki, hakikisha biashara yako ina cycle nzuri ambayo itakusaidia kufanya rejesho bila shida. Kanuni namba 3. Kanuni namba 3. Weka akiba.
Weka akiba. Weka akiba. Andika Mithali 21:20. Mithali 21:20. Neno la Mungu linasema hivi: kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Mithali 21:20. Neno la Mungu linasema kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima. Maana yake nyumba ya mwenye hekima ni nyumba yenye akiba ya ziada, yenye kitu cha ziada. Lakini neno la Mungu linasema bali mwanadamu aliye mpumbavu, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Maana yake huyamaliza yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, kumbe hatupaswi kuyamaliza yote. Tunapaswa kuweka akiba kwenye maisha yetu. Katika maisha yako jitahidi kujiwekea akiba, hata kama ni kidogo kiasi gani. Hata kama mapato yako ni madogo kiasi gani, jitahidi kujibana, jiwekea akiba. Inapotokea dharura au inapotokea jambo lolote lile, unaishi vizuri, usipate shida. Na akiba hutunzwa sehemu ambayo sio rahisi kuigusa. Akiba hutunzwa sehemu ambayo sio rahisi kuigusa. Akiba sio kitu ambacho ukitoka hapa unakwenda kukichukua kwa ghafla mno. Akiba ni kitu ambacho unakiweka sehemu ambayo kuigusa inahitaji taratibu ndefu kidogo, unless uwe na nidhamu ya kujiwekea akiba bila kuigusa akiba yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, kuweka akiba sio kitu cha ajabu, ni kitu cha kimungu kabisa. Ni kitu cha kimungu. Hebu jaribu kupiga hesabu kipindi COVID-19 ilipotokea, hauna akiba yoyote, inakuwaje? Hebu piga mahesabu siku zile tumekaa siku 3 ndani, nini kilitokea? Nini kilitokea? Tuzungumze ukweli. Kama hauna akiba ni shida. Hauna chochote ni shida. Maana yake hata kama ni 1,000 weka akiba. Hata kama ni 500 weka akiba. Weka akiba sehemu ambayo hapagusiki. Weka akiba. Weka akiba. Hata kama ni 500, wewe weka tu akiba. Wewe weka tu akiba. Weka akiba, itakusaidia mtu wa Mungu. Siku moja itakusaidia. Ndio maana neno la Mungu linasema kuna hazina ya thamani. Maana yake hazina ni kitu fulani kikubwa chenye thamani, kama vile dhahabu, kama zile fedha na vitu vingine ambavyo hutunzwa sehemu ambayo ni maalum na haifikiki kiurahisi au haigusiki kiurahisi. Hiyo ndio maana ya hazina. Na hazina inatakiwa iwepo maskani mwa mwenye hekima. Maskani mwa mwenye hekima. Watu wa Mungu, sisi si watu wenye hekima? Kama sisi ni watu wenye hekima, tujitahidi kujiwekea akiba. Akiba ni jambo zuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4. Tengeneza mahusiano bora na watu sahihi. Tengeneza mahusiano bora na watu sahihi. Wakorintho wa kwanza 15:33. Wakorintho wa kwanza 15:33, neno la Mungu linasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia. Wakorintho wa kwanza 15:33. Wakorintho wa kwanza 15:33. Neno la Mungu linasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia.
Watu wa Mungu, nataka niwaambie tutengeneze mahusiano mazuri na watu sahihi katika shughuli unayofanya. Usipokuwa na mtu sahihi, ndio ambapo unaanza kuletewa mazungumzo yaliyo mabaya, na neno la Mungu linasema mazungumzo mabaya huharibu tabia. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mtumishi mwenzako, tengeneza mahusiano mazuri na mtu ambaye anakushauri masuala mazima kuhusu utumishi na kuhusu kazi ambayo mnafanya. Kama wewe unafanya biashara, iwe ndogo au kubwa, tengeneza mahusiano na mtu ambaye anaweza kukushauri kuhusu biashara yako. Tengeneza mahusiano na watu sahihi na ambao wanaweza kukushauri namna gani hapo unaweza ukasogea juu zaidi. Usitengeneze mahusiano na mtu ambaye anakuletea propaganda. Tengeneza mahusiano na mtu ambaye anaweza kukuambia, bwana, hapa mimi nafikiri ungefanya hivi na hivi, biashara yako itakuwa nzuri, au njoo jifunze kwangu, ukijifunza kwangu basi unaweza ukafanya vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza mahusiano na watu walio sahihi. Usitengeneze mahusiano na watu ambao wanakuja kuleta bla bla ambazo hazina maana katika maisha yako. Mshike mtu ambaye unamwona ni sahihi, ambaye unaweza kumwona anaweza kunisaidia, kunishauri vizuri. Kama unataka huduma yako inuke vizuri, tengeneza mahusiano yako vizuri na watumishi wa Mungu ambao ni sahihi, ambao wanaweza kukushika mkono, ambao wanaweza kusema, mwanangu, ukifanya hivi na hivi na hivi, huduma yako itainuka, huduma yako itainuka, huduma yako itainuka, utasonga mbele, utahubiri vizuri, utafanya injili vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka huduma yako inuke vizuri, nenda kwa mchungaji wako, atakusaidia kitu kilicho kizuri. Ukitaka huduma yako inuke vizuri, nenda kwa Innocent pale, anaweza akakusaidia namna gani hii huduma inaenda vizuri. Atakushauri mambo mazuri ambayo huduma yako inainuka, ambayo biashara yako inaweza ikainuka, ambayo kazi yako inaweza ikawa bora, ikawa bora, ikawa bora, ikawa bora. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza mahusiano bora na watu sahihi. Namba 5. Utoaji. Nisomee Matendo ya Mitume mlango wa 20 na mstari mdogo wa 31. Nisomee mahali hapo. Neno la Mungu linasema, Biblia inasema, ndiyo, kwa hiyo kesheni, mkikumbuka kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Endelea. 32. Basi sasa naweka katika mikono ya Mungu. 20:35. Biblia inasema, katika mambo yote nimewaonya ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukitaka uchumi wako uimarike, usiache kumtolea Mungu. Usiache kumtolea Mungu. Na ndiyo Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Na neno la Mungu linasema pia, mkono utoao ndio mkono unaobarikiwa kuliko mkono unaopokea. Kwa hiyo unajifunza, pamoja na yote ambayo tunafanya, unatakiwa uzingatie jambo moja la lazima.
Sadaka na zaka ni lazima. Sadaka na zaka ni lazima. Fanya vyote unavyofanya, weka mapato yako yote, weka matumizi yako, weka akiba yako. Sadaka na zaka ni lazima. Kwa hiyo katika kanuni ile, kanuni ya mwisho ambayo nilitaka kuzungumzia ni kanuni ya utoaji. Watu wa Mungu, tuzingatie utoaji. Utoaji ni jambo la muhimu. Fanya jambo kwa ajili ya Mungu na Mungu atakubariki. Pamoja na yote, usiache kumtolea Mungu. Pamoja na vyote unavyofanya, kumbuka kumtolea Mungu. Alafu weka kwenye moyo wako, sadaka na zaka ni lazima. Mambo muhimu ya kuzingatia. Mambo muhimu ya kuzingatia. Hapo nitakwenda kwa haraka. Mambo muhimu ya kuzingatia. Jambo la kwanza, usiruhusu hofu katika kazi ya mikono yako. Usiruhusu hofu katika kazi ya mikono yako. Usiruhusu hofu katika kazi ya mikono yako. Ukiruhusu hofu kidogo, hiyo kazi inaweza kutawanyika. Kwa hiyo usiruhusu hofu katika kazi ya mikono yako. Usiruhusu hofu katika biashara yako, hata siku moja. Usiruhusu hofu. Hofu ni kitu kibaya sana. Hofu ni kitu kibaya sana. Usiruhusu hofu, ikiwa katika huduma, ikiwa katika kazi, ikiwa katika biashara, ukiwa katika genge lako, usiruhusu hofu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, usikate tamaa. Hata kama unakutana na changamoto katika kazi yako, usikate tamaa. Ukiwa kwenye genge lako, ukiwa kwenye biashara yako, ukiwa unauza nyanya, ukiwa unauza samaki, hata kama unaona kuna mambo hayakai vizuri, usikate tamaa. Ng'ang'ania, shikilia hapo. Omba Mungu atakusaidia. Usikate tamaa. Hata kama umeanguka, rudi tena, Mungu atakutokea. Ngoja nikwambie, mtu wa Mungu, hata ukiwaona wafanyabiashara wakubwa ambao wamefikia ngazi za juu, hawajaanza mara moja. Ukiwauliza, walishawahi kuanguka mara kadhaa, wakasimama tena. Ukitaka ushuhuda huo, wafuatilie watu ambao wamesonga mbele kibiashara. Walishaanguka wakasimama, hawakukata tamaa wala hawakuruhusu hofu katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Ukikata tamaa, unamruhusu shetani apate nafasi. Kwa hiyo hata kama unaona genge lako aliendi vizuri, we usikate tamaa. Iko siku Mungu atakutokea. Uko wakati Bwana atakutokea. Usichoke kujaribu. Hata kama unapitia kipindi kigumu, usichoke kujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Ikitokea umepata tatizo kwenye biashara yako, usiseme sasa hii biashara nafunga. Usifunge hiyo biashara. Endelea, ng'ang'ania. Usichoke kujaribu. Iko siku utauona mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hudumia vizuri wateja wako. Hapa ndio kuna tatizo. Customer care hakuna. Na somo la customer care nikilifundisha, labda nilifundisha kwa siku 2. Siku moja haitoshi.
Huduma iliyo bora unapoitoa kwa wateja wako, ndivyo wateja wako wanavyokuja kupata huduma mara kwa mara mahali hapo. Amen. Unavyowapatia huduma bora wateja wako, ndivyo watakavyorudi kupata huduma mara kwa mara mahali hapo. Huduma bora inajiuza yenyewe. Huduma bora inajiuza yenyewe. Haihitaji kupigiwa debe, haihitaji kuzungumziwa sana. Inajiuza yenyewe, inajisema kwamba mahali pale kuna huduma bora, mahali pale kuna huduma bora, mahali pale kuna huduma bora. Mtu anakuja dukani kwako, mtu anakuja ofisini kwako, mpaka uhudumie, mpaka ujisikie vizuri, ndio utamhudumia vizuri. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, unaweza ukasema kuna shetani. Shetani ni wewe mwenyewe, umejiloga mwenyewe. Toa huduma iliyo bora. Ukikosekana kwenye ofisi fulani, watu waseme leo hayupo, watu waseme leo hayupo, watu waseme leo hayupo. Dada yangu Safina, watu wakikukosa mahali unauzaga uji, waseme leo kuna mtu tumemkosa mahali pale. Watu waseme. We unatoa huduma huku unapiga piga tu zogo. Mteja amekuja, unamwambia unahitaji nini? Are you serious? Mwambie karibu, unamkaribisha. Karibu, nikuhudumie nini? Unataka nini? Mhudumie vizuri, mfanyie kitu kilicho kizuri, mpe huduma iliyo bora. Huyo mtu kesho atarudi, huyo mtu kesho atarudi, huyo mtu kesho atarudi. Toa huduma iliyo bora. Mtumishi wa Mungu Piusi, ukienda kujenga, jenga vizuri. Wako watu wengine watakuja kukuita kupitia ile kazi. Wako watu watakuja kukuita, watakwambia njoo paua. Sasa we lipua, kesho unakosa watu, alafu unasema mchungaji niombee, mambo hayaendi. Yataendaje wakati umehubiri umeharibu mwenyewe? Wakati mwingine tunahitaji kuombewa, kumbe tunahitaji tu kubadilisha tabia zetu. Basi. Amen, amen. Kuna mambo hayahitaji muujiza, ni imani yako tu. Hayahitaji muujiza, ni kufanya kazi kwa bidii. Ni kufanya kazi kwa bidii, ni kufanya kazi kwa bidii, ni kufanya kazi kwa bidii, ni kufanya kazi kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Innocent, pale ukifunga wiki moja inakuwaje haupo kabisa? Watu wanakuja kutafuta huduma pale. Unajua kwa nini? Unafanya kitu ambacho ni bora, hujachukulia kiurahisi. Na mimi nikwambie, endelea kufanya kwa moyo huo huo. Hakuna muujiza, ni huduma iliyo bora. Anatoa muda kwa Mungu, anaomba, na watu wanaenda mahali pale wanasema tunahitaji, na yeye anaombea kwa kumaanisha, kwa kuugua, analibeba lile jambo kama la kwake. Watu lazima kesho warudi. Hakuna muujiza, hakuna mafuta, hakuna kubeba nywele, hakuna. Ni mtu tu amejikaza, amemtafuta uso wa Mungu, akauona uso wa Mungu. Anapoomba jambo linatokea. Na sisi tunapokuja hapa Bonde la Baraka, maana yake tunafuata huduma iliyo bora mahali hapa. Tunafuata huduma iliyo bora mahali hapa. Hivi tulipotoka hakuna makanisa? Tumepita makanisa FPCT mangapi huko tulikotoka? Mama Werema, unatoka kuanzia Kigamboni hadi huko, hakuna makanisa FPCT? Kuna kitu bora unakifata mahali hapa. Kuna kitu unakipata mahali hapa. Kuna kitu unakipata mahali hapa. Ni nini? Ni huduma iliyo bora. Ni huduma iliyo bora. Ni huduma iliyo bora.
ni huduma iliyo bora, hakuna jambo jingine, huduma iliyo bora. Katibu wangu, unaposhona pale, shona suti iliyo nzuri, wateja watakuja tu, watakuja tu, watakuja tu, hakuna muujiza, wataenda, maana wanaona nikivaa suti ni nzuri. Wataniuliza umeshonewa na nani? Na mimi nitawaambia nimeshonewa na mtumishi wa Mungu. Angalia, wateja watakwenda. Ni nini? Huduma iliyo bora, huduma iliyo bora. Na hapo shetani ametuibia kweli kweli. Watu wa Mungu, tutoe huduma iliyo bora, huduma iliyo bora, huduma iliyo bora. Kuna mtu hapa anaendesha bodaboda? Nyosha. Mungu akubariki sana. Toa huduma iliyo bora, toa huduma iliyo bora. Hapo hapo Mungu atakutokea, hapo hapo Mungu atakutokea. Iko siku utatoka hapo utakwenda kwenye bajaji. Iko siku utatoka hapo utakwenda kwenye magari. Iko siku utatoka hapo utaanza kumiliki vitu vikubwa, kwa sababu umekuwa mwaminifu na unatoa huduma iliyo bora. Mteja wako uwe mwaminifu. Ukimwambia dakika 5 nitafika, fika dakika 5, usiongeze dakika 10. Kama uwezi, mwambie mtu wa Mungu, nitakukosea adhabu, naomba mimi nitafika baada ya dakika 10, au niko mbali siwezi kufika. Unatoa huduma iliyo bora. Toa huduma iliyo bora. Kila sekta, kila sehemu, toa huduma iliyo bora. Toa huduma iliyo bora. Toa huduma iliyo bora. Hakuna muujiza, watu wa Mungu. Unakuwa mwaminifu, unakuwa mwaminifu, unakuwa mwaminifu. Kipindi cha nyuma nilikuwa natumia zaidi bodaboda. Nimetumia bodaboda kwa takriban miaka 4. Takriban miaka 4. Kama unajua barabara ya kutoka Sabasaba hadi Tazara, yale malori mimi nimeyakwepa sana. Sasa unamwita bodaboda, anakuja, unamfahamu na mnafahamiana vizuri, njoo nichukue, anakuambia dakika 5 tu nimefika. Anakuja baada ya dakika 20. Kesho sikuiti tena. Na kuna mmoja alinijulia vizuri kweli kweli, anakuambia bwana, nitafika baada ya dakika 10 za uaminifu, na anafika. Huyo bodaboda hadi leo ni bodaboda wangu. Nikihitaji chochote nitampigia simu. Ni mwaminifu kwenye swala la muda, anatoa huduma iliyo bora. Hakuna muujiza, watu wa Mungu. Tutoe huduma iliyo bora unapokwepo mahali popote pale. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, usiache kuombea kazi ya mikono yako. Usiache kuombea kazi ya mikono yako. Luka 18:7. Luka 18:7. Neno la Mungu linasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Ombea kazi ya mikono yako. Ombea kazi ya mikono yako. Ombea kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu atakuja kuombea kazi yako. Ombea kazi yako. Ombea kazi yako. Ombea kazi yako. Unapoingia kazini, ombea kazi yako. Ombea kazi yako. Ombea kazi yako. Ombea kazi yako. Usiache kuombea kazi yako. Ombea, ombea. Na kuomba sio lazima upige kelele, sio lazima utoe sauti. Mahali panaruhusu, omba kwa sauti. Mahali haparuhusu, omba kwa taratibu, na Bwana anasikia. Usiache kuombea kazi ya mikono yako. Usiache kuombea kazi ya mikono yako. Usiache hata kidogo. Usiache. Usiache. Unaingia getini, ombea kazi yako. Unatoka, unafika ofisini kwako, ombea kazi yako. Ombea kazi yako. Wewe mwambie tu Yesu, funika kazi hii kwa damu yako. Funika kazi hii kwa damu yako. Funika mahali hapa kwa damu yako. Funika mahali hapa kwa damu yako, na Bwana Yesu atakutokea. Simama juu. Simama juu.
Mimi nimemaliza.